Nimekutana na wengi kwenye sekta udalali, ila huyu Bomanga nimemveka medali. Kwanza kaja wasifa mixa gugu. Bwana Mwinyi, hatuonani ndugu yangu. Ni kweli dalali, unajua tena hili jiji letu. Ndio. Mimi kwa Dar es Salaam hii huwa simlaumu mtu kwamba kwa nini hatuonani. Kwa sababu kila mtu anakuwa na majukumu yake. Wewe angalia kwa mfano hapo tu tulipo. Yaani mimi hapa, wewe hapa. Huwa inafika mwezi kabisa hatujaonana. Yaani ndio leo tumeonana kwenye mazingira. Tunakuja kuonana barabarani dunia hii. Sawa bwana dalali. Mimi bwana niende anasema short clear. Short clear. Niende short clear kwa sababu au Waingereza wanasema direct. Kuna malalamiko kidogo niko nayo, naweza nikayafikisha kwa sababu wewe ndio mwangalizi wa zile nyumba. Na ni kuhusu ule mpangaji wa chumba cha 3 pale. Nani Luka? Bwana dalali, mimi juzi nilianika nguo zangu. Sasa sizioni. Hapa wakati ndugu zake wale hawajaja, mambo yalikuwa yanaenda vizuri tu, hatujawahi kulalamika na hakuna kitu kilichowahi kupotea. Na unajisikiaje kwanza mwilini? Tangu zipotee hizo nguo. Ndio maana ninaleta malalamiko kwako. Kwanza nikusifu sana kwa kunifikishia hii habari. Kwa sababu kuna mwingine angekuwa mnafiki tu, angetafuta namba za baba mwenye nyumba akapiga moja kwa moja. Kwanza hongera sana, umejua umuhimu wangu pale. Mimi na umuhimu sana pale. Ila ngoja, ili swala nitalifanyia kazi. Sawa. Na wale watoto fika kabisa mle, wale watakuwa wavuta bangi. Nishaongea na Luka, lakini ili swala nitalifanyia kazi. Sawa. Yaani wale wewe usijali, mambo yataenda vizuri. Sawa. Na nikutaarifu tu kwamba kutakuwa na kikao. Sawa. Ngoja jiandae kwenye kikao. Haina shida dalali. Na kwenye kikao jiandae kutoa ushirikiano. Asante sana. Kuna lingine nikusaidie labda? Bwana dalali, mimi sina la kusema zaidi, nikutakie majukumu mema basi. Basi sawa. Nimekutana na wengi kwenye sekta udalali, ila huyu Bomanga nimemveka medali. Kwanza kaja wasifa mixa gugu. Mambo vipi kijana? Fresh vipi? Kwema. Sasa alikuwa na shida mara moja na bosi wako. Bosi ameniambia nisimfungulie mtu yoyote wala kutoka bila idhini ya kwake mwenyewe. Kwa hiyo bosi hakuniambia kama leo ana mgeni. Kwa hiyo uruhusiwi kuingia ndani. Mimi ni mgeni wake muhimu sana. Nalijua hilo brother. Siku hizi matapeli mmekuwa wengi sana mjini. Kwa hiyo ngoja nikaongee na bosi kwanza. Kama atalizia nitakufuata. Kama hatolizia nitakwambia uondoke. Sawa. Kuna nini? Kuna kijana yupo hapo getini, ameniambia sijui ana shida na wewe. Kwa hiyo nimemsubirisha kwa sababu ameniambia nisimruhusu mtu kuingia bila idhini ya kwako. Kwa hiyo yupo hapo getini. Anataka nini? Sijajua shida yake ni nini. Okay, mruhusu.
Okay, sawa. Hizi nyaraka ni za kwangu mimi. Na hizi nyaraka nilimgea kijana wangu anifanyie kazi. Lakini naona mpaka umezikuta kwenye dustbin kwamba amenidharau, kwamba kazi ambayo nimemwagiza haiko sahihi. Okay, sawa, nashukuru. Sawa. 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 Unaweza kaenda. Sawa. Halo. Hapa tayari. Tayari nishampa kabisa. Dili letu limeisha. Sawa sawa. Vizuri sana. Halo. Mambo. Kwa nini Beti anaweza akatoa mtoto mpaka hati ya nyumba? Ila mimi siamini jamani. Anyway, haina shida. Ngoja nipige picha hapo nikutumie. Poa, nashukuru Beti yangu.
Box set ya nyumba yangu iko wapi? Hivi ndio umefundwa hivyo kwenu? Hiyo ndo salama? Box set ya nyumba yangu niliyojua urithi na babangu iko wapi? Yaani ingekuwa na amana sana labda ungeenda hospitali kufanya check up ya tumbo lako wewe. Ukajua ni jinsi gani upate mtoto kuliko kuzungumzia mambo ya watu. Ninataka hati ya nyumba yangu, lakini nataka hati ya nyumba yangu. Hivyo unajisikiaje ukienda huko mashoga zako wanavyokimbiliwa na watoto? Mara huyu kamdondokea huku, huyu kamdondokea huku. Wewe unapita hapo unarukia tu na vimbwa na vipaka. Mimi nakwambia huko ndani hakutakuwa na amani. Kafanye check up ya tumbo, uangalie una shida gani, kwa nini ushiki mimba. Sio unakaa tu unaanza kuja kunipigia kelele hati ya nyumba, hati ya nyumba. Ni hati ya nyumba ndio ina thamani kubwa kuliko mtoto ndani. Wewe uone hata aibu, unaenda kwa marafiki kwa mashoga zako huko, watoto wanavyowakimbilia vile. Wewe hapo vinakukimbilia vipaka tu na vimbwa huko nje. Alafu nasema eti unakuja unanipigia kelele mwanaume lijali kama mimi. Hati ya nyumba yangu. Tena siku nyingine ukinijia tena kwa kisauti kama hivi, nakata masikio na hizo nywele zako. Mambo vipi? Poa. Umeshindaje? Salama. Samahani, nilikuwa naomba uniletee chakula hapa. Nimechoka sana leo. Sijapika. Hujafanyaje? Sijapika. Hivi wewe Skola? Asubuhi wakati mimi naondoka hapa tulikubaliana kitu gani? Hivi ya Kenny, kukuchekea na kukuchekea ndo kuna kusaurisha. Kama unahitaji mtu wa kupika soka mtafuta huko nje. Umenileta mimi huko ndani kwa kijakazi wako. Kama unahitaji mtu wa kupika soka mtafuta huko nje. Nisikilize Skola. Kuna vitu naweza kuvivumilia kabisa. Lakini sio kuishi na mwanamke nyumba moja ambaye hajishughulishi na shughuli za nyumbani kama kupika, kuosha vyombo na shughuli zingine. Hicho kitu siwezi kukivumilia kabisa. Kwa nini unanyanyasa kisa nipo kwako, si ndio? Sasa subiri. Skola. Skola.